Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia mambo mbalimbali yanayohusiana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa lengo na madhumuni yetu ni kutaka kufundishana ili hii Ramadhani ipate kutubadilisha, na Allah subhanahu wa ta'ala akijalia tutoke baada ya Ramadhani tukiwa tumebadilika. Wako watu ambao wana tabia ambazo si tabia nzuri. Tutajaribu kuzichambua na kuzizungumza hizi tabia moja moja, tabia ambazo kama utaziendekeza zitakupelekea wewe kuwa mbali na pepo, tabia ambazo hii Ramadhani inatakiwa iwe ni sababu ya wewe kubadilika kwako na uachane na tabia hizo. Katika hadithi iliyopokelewa na Hudhaifa bin Yaman radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema la yadkhulu aljannata namam, hatoingia katika pepo mtu mbea, mtu mwenye kueneza maneno ya watu. Kazi yako ni kuchukua maneno ya huyu ukayapeleka huku, ya huyu ukawapeleka huku, ukawagonganisha hawa ukawatetesha hawa. Mtu wa aina hii kama haitokupitikia katika maisha yako, ukafanya tauba, ukarudi kwa Mola wako, ukaacha tabia hii, basi itakuzuilia wewe kuingia katika pepo. Kwa nini usitumie huu mwezi wa Ramadhani kujiepusha na umbea, kujizoesha kuacha tabia hiyo? Baada ya Ramadhani ukaachana na hivi vitu, ukaangalia maisha yako, ili ikawa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kukupeleka wewe katika mafanikio ya kuachana na tabia hiyo mbaya. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na tabia ya umbea, na Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie saumu zetu na atujalie tuwe wenye kufanikiwa kutokana na kufunga kwetu. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.